Waligani mtazamaji wa One Vision, karibu sana kwa mara nyingine. Leo tuna exclusive interview nyingine na mwanadada Deco aka Lizzy. Deco ni aje? Shwari, mambo. Poa, uko poa? Niko poa. Last time walikushambulia sana kuhusiana na kipindi chako cha Pwani hicho, ile interview tulifanya, akawa anasema huyo kipindi cha Pwani huyo atulii na nini. Hadi sasa naona bado unaking'ang'ania. Ukusikia ushauri wa watu? Kipindi kinahusiana vipi na kutulia? Kama hujatulia ni wewe ndugu yangu, ni urembo tu. Si wanavyosemaga sijui wadada wanavaa vipini sijui hawajatulia, wenye majina sijui ya nani. Hakuna bana wewe. Sasa hivi watu wote hawajatulia. Watu wote? Hawajatulia. Yaani sijalishi kabila. Zamani sikuwa wanasema wa nini wale? Wahaya malaya, si ndio? Lakini sasa hivi hamna muhaya wala mlangi. Watu wote ni wauni. Kwao ni tabia tu ya mtu alivyolelewa kwao basi. Wewe ni muhuni? Mimi? Hapana. Mimi sio muhuni. Wewe ni mnini? Wewe ni mnini? Mimi ni mtu tu. Kama watu wengine. Okay. Hivi unadhani kwa nini binti ambaye tu amevaa kipini Pwani huwa wanaanza kumdescribe hivyo, yani wanakuwa wanamchukulia tu hivyo? Yani kwa nini inakuwa hivyo? Kitu ambacho watu hawajaelewa. Unajua mfano wanawake wa Pwani na wa Bara ni watu wawili tofauti. Si umenielewa? Wa Pwani wengi wanapenda kujipamba. Mahereni, sijui vipini, sijui vikuku vinini, ndio watu wa Pwani walivyo. Hata Wanyamwezi pia tuna hiyo nani pia. Mambo ya kutoboa choboa hivi vipini. Kwa hata bibi zetu naweza nikasema ni wauni walikuwa. Maana mimi bibi yangu ndo alonitoboa na yeye ndo anacho hichi kidude. Sijui umenielewa? Ni nategemea tu na nani zenu, mila zenu. Kuna mtu aliwahi kuna rafiki yako aliwahi kunipenyezea kwamba kuna time ulishawahi kufikiria kwenda kutoboa hadi ulimi? Hapana, ulimi siwezi. Huko tena kweli itakuwa uhuni. Siwezi kutoboa ulimi. Kwa nini usitoboe sasa? Siwezi. Maumivu yake Mnyamwezi. Hawezi. Mnyamwezi lakini siwezi. Kweli. Okay. Ushawahi kufikiria kuchora tattoo ya labda boyfriend? Sijawahi. Kwa nini? Hujawahi kupenda kufikia hatua hiyo au? Sipendi tu. Unajua ukishakuwa mtoto wa kike umechora tattoo hata kama ni ya wema tu, watu watakutafsiri tofauti. Yani hata kama tu umechora nzuri tu ya wema, lakini kuna watu watakuchukulia wewe malaya, wewe hivi. Unajua tattoo yani katika vitu vyote, ila tattoo aga ina maana, watu wameiweka kwenye maana mbaya sana kwa mtoto wa kike, lakini sijajua sasa. Ila kwa mtoto wa kike watu wamewekezaga kwamba huyu labda malaya, umeelewa? Kwa hiyo siwezi kuchora tattoo. Okay. Shape yako imewahi kukupa faida gani kwenye maisha yako? Inanipa faida kama hivi, nakula kwa wakati. Kwa hiyo shape ndio inakufanya unakula kwa wakati? Ndio. Na nguo napendeza. Kivipi? Watu watajiuliza kivipi shape imlishe mtu kwa wakati? Mtu akifikiria tu lile umbwa asimama mtu ajala saizi jamani. Okay. Kwa kuna namna huo unamshukuru Mungu? Namshukuru sana ndugu yangu, sasa hivi watu ni wabovu. Namshukuru sana Mungu. Okay. Bora unyimwe vyote ila usinyimwe umbo zuri bwana. Unyimwe sura na mwili wa kuvalia nguo. Mino, so kweli. Hivi ukizama ghetto kwa mshikaji, jambo la kwanza ambalo huwa unaangalia ni nini? Muonekano wa ndani kwake. Napenda mwanaume msafi. Ni kitu gani ukikikuta tu hata kama ulikuwa na nia ya kumpa unasema huyo simpi tena? Mwanaume ambaye anavua nguo kuanzia hapa mpaka kitandani zimening'inia, sijui makorokoro, mauchafu manini. Siwezi. Wezi. Lakini ukiingia ghetto ukakuta iko safi? Kuna kaka anajipenda, unakuta tu ana godoro lake tu moja, lakini anajipenda, msafi, smart. Yaani yeye mwenyewe tu ni msafi. Kuna raha yake. Okay. Wewe unapenda boyfriend wako abadili boxer mara ngapi kwa siku? Kwa siku? Mara 2. Badili boxer mara ngapi? Wewe unaweza kubadili mara ngapi? Mimi? Mimi pia hivyo. Mara 2 kwa siku. Kama sina sehemu ya kwenda Sasa wanawake hamueleweki siku hizi. Mwingine anakuambia mwanaume akiwa msafi sana ujue huyo tayari kaisha kuwa chakula cha wana. Waongo bana wewe. So kweli. Wanasema mwanaume hataki kuwa msafi sana, mwanaume ni jeshi. Mwanaume jeshi ndio unuke jasho. Mimi kwanza nikiwa na mwanaume wangu sipendi anuke jasho. Kama mtoto wa kike nitazingatia. Hata kwa ushauri mzuri tu mume wangu tumia hiki ili akae sawa. Kwa sababu huwezi kukaa na mtu mchafu, huwezi kuona talaka kukaa naye. Huwezi kukaa na mtu ananuka jasho chumba akieleweki, sio kweli. Mwanaume wako akiwa msafi kwanza wewe mwenyewe unajisikia raha. Sawa. Wewe kwa upande wako
umewahi labda umewahi kudate na mwanaume ambaye ananuka mdomo labda? Nashukuru Mungu sijawahi. Unahisi ukiwa na date na mwanaume ambaye ananuka mdomo, ili uweze kufikisha ujumbe kwake kwamba bwana badilika, basi kuna 1 2 3 haiko sawa, unatakiwa ufanyaje? Ulewe ndio useme? Labda kwa sababu mimi sijawahi kukutana na, ujue mimi mahusiano yangu ya mwanzo ndio alinitengeneza mimi. Yaani nilipataga mwanaume msafi sana, msafi balaa. Sijui nikwambieje, hata mimi mchafu kwake. Kwa nini ulimliachana? Tuliachana? Mimi nina wivu sana wanawake. Kwenye hii mitaa ambayo unaishi huko, wanaume wa huko mtaani kwenu wamekuwa na sifa mbaya sana. Ukiongea na wadada wa huko unasikia wanaume wa sehemu fulani pale yaani vidole vitatu juu hawaeleweki wale. Unakuta hawezi kuweka mpaka umweke sijui nini. Hivi Wazanzibari hao watu wa laini. Lakini jitu aliwezi kutoka mkoani nikaja kubadilika. Ila siku hizi wapo yanakuja huko yatafuti hela. Yanabadilika, yanakuwa kina Amina. Unahisi kwa nini nyie wasanii ndio mnakuwa na urafiki sana na watu wa ile aina? Mimi binafsi nijiseme, mimi sina urafiki na shoga. Ila wewe unaonaje, yani akija sehemu ambayo wewe upo? Najisikia vibaya sana. Kwa nini? Na yani tu najisikia vibaya kwa sababu umeumbwa kwenye umbile lako, umeenda kujibadilisha kuwa mtu fulani. Mimi sijajuaga wale watu, sijui wanaona tunafaidi, hatufaidi ujue huko. Sida sijui nini. Alafu sasa wanaume wakishawapataga wale, wanasahau hadi wanawake zao, sijui ana nini yale majitu. Astaghfir Mungu anisamee, mimi bado nazaa. Ila nisiwe mnafiki, mimi mashoga siwapendi. Hivi wewe ulishai kumdharau mwanaume, mtoto wa kiume, kwa sababu labda akakupa shombovu? Mtoto wa kiume siwezi kumuonyeshea. Lakini ishawahi kukutokea kimoyomoyo ukaona mbona wewe nilikuwa namuona kama vile mikazo sana, kumbe hamna kitu? Hiyo kweli ishawahi kunitokea bwana. Hiyo ishawahi kunitokea bwana. Ishawahi kupataga mtu. Nilikuwa tu single, sikuwa na mahusiano yoyote. Sawa. Tulikuwa ananijali, ananikiea. Ila siku si unajua mtu naye alikuwa ananipa sana, ananijali sana. Ngoja na mimi leo nikamtunu. Ukamtunu. Yaani kwenye akili yangu nilipomfikiria, sijui pressure, sijaelewa. Nilipofika pale, jogoo hapati mtungi. Kweli? Aliteseka sana. Yaani sijui pressure, sijui kitu gani. Lakini alikuja akapanda? Hapana. Ujue yani mimi nikasemaje tu, ngoja ili niondoke nisimtie aibu. Niondoke asijisikie vibaya, nikaondokaga, sikurudigi mpaka leo. Kweli? Unahisi shida ni nini? Ujue kuna mtu anawishi siku moja nataka nikutane na fulani. Ila kukutana naye anasemeka yani sijui ule kuna yani kuna ile hofu sijui kitu gani. Yani unakuta ni mzima tu. Ila tu kwa ile siku uloenda wewe haikupangwa. Lakini ishawahi kutokea pia ukapigwa show mpaka wewe mwenyewe ukasema sambao inatosha, huyu jamaa vipi ataniua? Hamna, kwa sababu ujue matumizi yake mazuri nayajua. Ngoja sijai kukomoka. Kweli? Una lipi ambalo unaweza kuambia mabinti ambao wapo kwenye rika lako ili wafanikiwe? Ni njia gani ambayo wanatakiwa kutumia ili waweze kufanikiwa kwenye haya maisha? Ni njia zako tu mwenyewe unazopita. Mipango yako iweke tu sawa. Huwezi kumwambia mtu fanya hivi na hivi ufanikiwe, sio kweli. Kama mimi hapa siwezi nikaambia fanya hivi, mimi tu akili yangu tu. Ijue nataka kufanya nini, nataka kuwa nani. Unamjua Pipitida? Namjua. Una nini unachojifunza kwake? Cha kujifunza kwa Pipitida? Hata sijui nisemeje. Mimi sina jamani. Una cha kujifunza kwa Pipitida? Vipi mkichangia bwana wewe na Pipitida unachomoa? Kwa nini nachomoaje yani? Yaani si ndio mmechangia sasa, inatakiwa mwanaume aende kwa upande mmoja. Kwa upande mmoja? Yaani mimi nachomoa kwamba utundu. Ndugu yangu kwenye mapenzi ngoja nikwambie. Unaweza ukamtia mtu vidole hivi ila akimshika bwana wako utalia wewe, lazima uombe msamaha muachie. Mapenzi yani hayako hivyo. Usimwangalie mtu kwa kumuona hivi. Mapenzi yako hivi, kila mtu ana uchizi wake wa ndani. Yaani unaweza mkachukuliana poa nje ila akikushikia bwana umpati. Ni mbinu tu ndugu yangu. Unatakiwa undertaker huko ndani. Basi Adeko, mimi nikushukuru kwa time yako. Watu wanapuliza. Asante sana. Asante pia.